إله وحمده الحمد الأبر. أرجوك يا عدل الإغاثة والظفر متوسلا بالاسم الأعظم بل بكل اسم أتى لله الله أو خبر، وكذا بأسماء سمت مكنونة في علمه لم يدرها إلا الأبر. يا رب يا الله يا ذا الجود يا غفاه يا رحمن عز المستبر، أنت الرحيم بنا فيا مالك أغث بالنصر يا قدوس دمر من كفر. أنت السلام المؤمن المهيمن والعزيز مغيثنا بحرا وبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أيها المسلمون. Ndugu zangu Waislamu, kwanza ninawahusia nyinyi na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mtu mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika ni mwenye kufaulu. Hotuba yetu ya leo imebebwa na ujumbe tubadilike, tuache mazoea. Jitambue, badilika, wacha mazoea. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na kila nafsi iangalie mambo iliyoyatangulizwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na kila nafsi iangalie mambo iliyoyatanguliza kwa ajili ya kesho. Kila utakachokifanya, lakini uangalie kesho yako umejiandalia nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, aya hii iko katika suratul Hashr aya ya 18. Aya hii, ndugu zangu Waislamu, ni moja kati ya misingi mikubwa ya kiroho na kimaadili katika Uislamu. Inabeba mambo makuu matatu, ndugu zangu Waislamu, aya hii. Jambo la kwanza, kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani kuwa na takwa. Wito unaomwendea wale walioamini, yani wito huu ni kwa ajili ya watu walioamini. Kwanza, kumcha Mwenyezi Mungu maana yake ni kutekeleza yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala kwa nia ya kumridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndugu zangu Waislamu, jambo la tatu katika aya hii, ndugu zangu Waislamu, neno iangalie linahimiza Muislamu kufanya tathmini ya nafsi yake. Neno walitandhur, yani iangalie. Neno iangalie linahimiza Muislamu kufanya tathmini ya nafsi yake, muhasaba, kila siku au kila wakati. Ajitathmini yeye mwenyewe katika mambo yake yote anayofanya, ya kidini na ya kidunia. Afanye tathmini maisha yako yote, kila unavyokaa uangalie, ujitathmini wewe mwenyewe. Mtu anatakiwa kuangalia amefanya matendo gani mema au mabaya ya kabla ya kufikiwa na mauti. Uangalie umefanya mema au mabaya kabla ya kufikiwa na mauti, au kufanywa hisabu siku ya Kiyama. Yani unatathmini kila unachokifanya. Ndugu zangu Waislamu, mnatakiwa ujitathmini mwenyewe katika ibada zako za kutwa nzima. Ujitathmini, mimi leo nimeswali adhuhuri vipi, nimeswali alasiri vipi, nimeswali magharibi vipi, nimeswali isha vipi, na alfajiri nitaiswali vipi. Ujitathmini. Hata katika kipato chako pia unachokitafuta ujitathmini kwa siku nzima. Ndugu zangu Waislamu, usiishi tu hivi hivi, kwani kesho Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutuuliza
Sasa lazima uiangalie nafsi yako imefanya nini kwa ajili ya kesho. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala habadilishi yaliyoko kwa watu. Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yaliyoko kwa watu mpaka wabadilishe yaliyoko nafsini mwao. Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi mpaka uwe mwenyewe umejibadilisha. Ndugu zangu Waislamu, sasa tujitahidini sana, tuache mazoea, tubadilike. Tukifanya mambo tujue kwamba kuna uzee, kuna kufa, kuna kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Nitakuwaje mimi haya nitakayoyaacha huko duniani? Ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema tena, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, mwenye akili na busara ni yule anayehesabu nafsi yake na kufanya matendo kwa ajili ya baada ya umauti. Yani kwamba akipata mauti yeye itakuwaje? Sasa anafanya na mambo yake kwa kukisia kwamba baada ya mauti mimi nitaishi vipi. Ndugu zangu Waislamu, hadithi inaendelea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah, anasema na mnyonge dhaifu ni yule anayefuata matamanio ya nafsi yake kisha akatarajia msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani wewe unafanya maovu, unatarajia kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuja kukusamehe tu hivi hivi. Imam Shafi'i radhiyallahu anhu naye anatuambia, idha hasibta annaka kad balaghta an-nihayata faqad bada'ta fi an-nuqsan. Anasema Imam Shafi'i, wakidhani kuwa umefikia kilele, mwisho wa kujua au kufanya mazoea, hapo ndipo unapoanza kupungua. Hapo ndipo unapoanza kupungua. Mwanadamu hapasi kama kujiona amekamilika au anajua kila kitu. Mtu anapofikia kuwa ameshajua vyote au amefikia mwisho wa mafanikio, hapo ndipo anapoacha kujifunza na kuanza kuporomoka. Sasa ndugu zangu Waislamu, tukifanya mambo tufanye kwa yakini na tujue kwamba kuna kesho au kuna baadaye. Tuangalie mwanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Saad bin Abi Waqqas, naye anatuambia, anatuhusia naye, anasema, alaika bilkaisi wa iyaka wala ajza. Anasema nashikamana na akili na umakini na uepuke udhaifu au kujisahau. Anaendelea kusema huyu Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wala tufarrit fima ya'nika, na wala usifanye ulegevu katika mambo yanayokuhusu, na wala usifanye ulegevu katika mambo yanayokuhusu. Bwana mkubwa huyu anasema alaika bilkais wa iyaka wal ajza wala tufarrit fima ya'nika, shikamana na akili, busara, uhodari na ujihadhari na udhaifu, kushindwa, uvivu, jihadhari navyo. Anasema wala usipuuze, usizembee katika mambo yanayokuhusu. Usipuuze, usizembee katika mambo yanayokuhusu, anatuambia Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tunaendelea katika ufafanuzi wa maneno haya, alaika bil kaisi wa iyaka wal ajza wala tufarrit fima ya'nika. Ujumbe huu
Ujumbe huu ni wasia mzito, unasisitiza mwanadamu kuwa na mambo matatu makuu. Ujumbe huu ni mzito, unasisitiza kwa mwanadamu kuwa na mambo matatu makuu. Jambo la kwanza, anatakiwa mtu kuwa mwerevu, mwenye kupanga mambo yake kwa busara na kuweka bidii badala ya kutegemea bahati au kisingizio. Inatakana tuweke bidii, tusitegemee bahati au kisingizio. Hili neno al-ajzi, unyonge na kukata tamaa. Unyonge na kukata tamaa. Jambo la pili, unyonge na kukata tamaa ni mambo ya kuepukwa. Unyonge na kukata tamaa ni mambo ya kuepukwa. Mtu asikubali hata siku moja kushindwa kabla ya kujaribu, wala asifanye uzembe katika majukumu yake. Jambo la pili. Jambo la tatu, mtu anapaswa kulinda na kutunza mambo yote yenye faida kwake, kiroho, kidini, kiakili, kimaisha, na kutokupuuza fursa au majukumu na yanayomstahiki. Huyu bwana mkubwa Saad bin Abi Waqqas, maneno yake haya: alaika bilkais wa iyaka wal ajza wala tufarrit fima yaanika. Shikamana na akili, busara, uhodari na ujihadhari na udhaifu na kushindwa na uvivu, wala usipuuze, usizembee katika mambo yanayokuhusu. Tujitahidini sana ndugu zangu Waislamu, tuache mazoea. Kila jambo tutakalolifanya tulifanye kwa akiba. Ukitumia kupata pesa kwa siku, wewe uweke akiba kwa ajili ya kesho. Halikadhalika ukifanya ibada wewe kutwa nzima, tathmini ibada zako ulizozifanya. Halikadhalika katika maisha yako yote unayoyafanya wewe, fanya kwa ajili ya kesho, kwamba mimi nafanya hivi, natafuta pesa, natafuta jambo gani, je, nikiondoka nitakuwaje? Sasa ukifanya mambo, fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama alaina illa albalaghul mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.